Raya milele mpe Bwana, astarehe kwa amani. Ndugu zangu wapendwa, tuko hapa asubuhi hii kwa malengo mawili. Lengo la kwanza, tumekusanyika hapa ili kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, wito na maisha ya Padre Arnold Ngole. Na lengo la pili, tunamsindikiza mpendwa wetu Padre Arnold Ngole katika safari yake ya mwisho. Tunamshukuru Mungu kwa kumpa Padre Arnold Ngole uhai kupitia wazazi wake, Baba Sabinus na Mama Martha, kama tulivyosikia katika kanisa. Tunamshukuru Mungu kwa kumjalia maisha hapa duniani na tunayemwita katika maisha ya upadre. Tunamshukuru Mungu kwa kumjalia miaka mingi ya uhai, kwani tunatambua kuwa kila siku ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na miaka 62 ya uhai ya Padre Arnold Ngole ni zawadi kubwa zaidi kutoka kwa Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu alimjalia Padre Arnold Ngole miaka 32 ya upadre. Tunamshukuru Mungu kwa miaka hiyo ya utume wake wa upadre katika jimbo letu. Tumesikia katika tanzia yake katika miaka hiyo 32 ametumikia jimbo la Njombe katika nafasi mbalimbali, kama vile kama padre msaidizi, kama paroko, mwalimu na mlezi wa seminari Kilocha, lakini pia kama msimamizi wa miradi mbalimbali ya jimbo, ikiwepo miradi ya kilimo kama kilimo cha chai na mauolo, lakini pia na mashamba mbalimbali ya jimbo, mashamba ya miti. Hii ni kazi ambayo Padre Arnold Ngole alifanya kwa moyo utii na unyenyekevu mkubwa. Padre Ngole alikuwa mtu wa kujituma na kujitoa katika kazi aliyokabidhiwa, hata wakati kazi ilipokuwa ngumu sana. Kwake utii kwa mamlaka na viongozi wake ilikuwa ni sehemu ya wito wake. Lakini kama tumesikia katika kazi hizi na mahali mbalimbali alifanya kazi, Padre Ngole alionyesha ushirikiano mkubwa sana na mapadre wenzake, lakini na watu wale ambao walikuwepo kwa ajili ya kuhudumia. Kuna msemo wa Kilatini unaosema Vox Populi Vox Dei, sauti ya watu wengi, sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Tukitaka kutambua mahusiano ya Padre Ngole na mapadre, tunaweza kutazama umati uliopo leo, mapadre kutoka sehemu mbalimbali. Ni kwa sababu aliwekeza katika mahusiano mazuri, na hivyo wengi wamefika waweze kumsindikiza katika safari ya mwisho. Lakini siku mapadre, watawa na waamini wengine ambao wamefanya kazi nao. Kumbe anatuachia mfano, tunapojaliwa afya na utume, tujali sana kujenga mahusiano mazuri na wenzetu. Sisi mapadre tuna nafasi mbili muhimu katika maisha ambazo zinakusanya watu. Siku ya upadre wanafika watu wengi, hata ambao hawakujui wanafika. Kuna mapadre wanakuja wengi wanafika pale. Haitokani na padre mwenyewe, lakini hasa tu kwa sababu ya tukio lenyewe la upadre watu wengi wanafika. Hata katika jubilei wanafika watu wengi. Lakini nafasi pili kama ya leo, tunapoanza safari yetu nyingine ya maisha ya umilele, wanafika watu wengi zaidi, si kwa sababu tu ya tukio, lakini kwa sababu wanafahamu, kwa sababu ya uhusiano uliojenga katika maisha yake kuliko jambo lililokuwa duniani, hasa kwetu sisi mapadre tunapokuwa katika utume. Ndicho kinachowavuta watu wengi kuona inafaa kuna kumsindikiza huyu mwenzetu ambaye alikuwa kati yetu na ambaye tulikuwa na uhusiano mzuri. Kwa hiyo ni mwaliko kwetu, hasa sisi mapadre, popote tunapofanya kazi kwa mtihani katika taasisi na mahali pengine, tujenge uhusiano mzuri, na ndio unaofanya kutambulisha sisi kutokana na uhusiano wetu. Ndugu zangu wapendwa, baada ya afya yake kuanza kutetereka, Padre Arnold alitumwa kwa Makete kama padre msaidizi, lakini pia kwa ajili ya kuendelea na matibabu yake
hadi hali yake ilipozidi zaidi kudhoofika, akapelekwa kule Dar es Salaam kwa matibabu zaidi. Padre Ngole alipokea hali yake kwa moyo wa imani na uvumilivu mkubwa sana, akimtegemea Mwenyezi Mungu hata katika mateso yake. Nimeongea naye mara nyingi na sikuamini kwamba Arnold hawezi kukaa kwa mpaka mlala. Unaongea na sauti yake nzuri na unadhani ni mtu mwenye afya kabisa. Lakini alikuwa ananiambia, baba, ninaongea hivi lakini siwezi kuamka, siwezi kukaa, siwezi kutembea. Lakini aliweza kuongea na kuonyesha imani yake thabiti na kutetereka kwa sababu ya mateso yake. Tumsikilize sasa, baada ya maandiko yake makubwa, akapumzike kule ambapo hakuna mateso tena. Tunamkabidhi sasa mikononi mwa Mungu wake mwenye huruma, kwani tumesikia kuwa roho zao wenye haki zimo mikononi mwake. Ndivyo tulivyosoma pia katika somo la kwanza, kitabu cha Hesabu sura ya 3 ya kwanza mpaka ya 9. Wale walio mikononi mwa Mungu hawapati mateso tena. Kwa njia ya mateso yao hapa duniani, Mungu aliwajaribu na kuwapima kama dhahabu katika tanuru la moto na kuwathibitisha kweli kuwa wanastahili mbele yake kama kafara iliyo bora. Tumesikia pia somo la pili, tumesoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Somo hili ni kama utenzi wa upendo wa Mungu. Katika safari ya maisha yetu tunatambua kuwa Mungu yupo katikati yetu, hata katika mateso, hata katika magumu, hata katika mahangaiko yetu. Tunajua kuwa Mungu bado yupo upande wetu. Mtume Paulo anauliza, katika mazingira haya, katika magumu haya, ni nani atakayetenda na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Paulo anataka kutuambia kuwa hakuna kitu chochote hapa duniani kinaweza kutenga na Yesu mfufuka. Maneno ya Mtume Paulo labda ndio yalikuwa kioo na dira ya Padre Ngole wakati wa ugonjwa wake na mateso yake. Alijikabidhi kwa Kristo. Huyu Yesu ambaye Yesu ambaye Padre Ngole alimtegemea, yupo ameketi mkono wa kuume wa Baba akituombea. Katika hukumu ya wanadamu mbele ya Mungu, kuna mwanadamu anayeshtakiwa na kuna Yesu Kristo aliye hakimu na wakili, ambaye anasimama kama mtetezi na mwombezi wetu sisi binadamu, na ndiye aliye mtetezi na mwombezi wa padre wetu Arnold. Mtume Paulo aliwaandikia Warumi walioongokea Ukristo kualika wadumu katika imani yao hata katika adha mbalimbali ikiwepo madhulumu. Tunajua kuwa Kristo mwenyewe amepitia adha hadi kifo chake na kuingia katika utukufu wake. Maneno haya ni faraja kwetu tunapomsindikiza mpendwa wetu Padre Ngole. Sasa amelala mbele yetu kwa amani, kwa sababu aliyavumilia masumbuko yote, akitambua kuwa Yesu yuko upande wake na kwamba hakuna kitu ambacho kingemtenga na upendo wa Kristo. Kwa sababu hiyo sasa nasikia maneno ya Yesu tuliyosikia katika Injili ya Yohana sura ya 14 ya kwanza mpaka ya 6. Msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi, maana naenda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi na niwepo. Haya ndiyo matumaini yetu sote tulio mahujaji hapa duniani. Mwisho wa hija yetu ni katika makao ya milele tunayoyatazamia kwa matumaini makubwa. Tunakumbushwa haya katika mwaka huu mtakatifu tunapoadhimisha Jubilei kuu. Tunaadhimisha misa hii takatifu tukiomba ahadi hii ya matumaini itimie katika nafsi ya Padre Ngole. Ndugu zangu, tunamkabidhi mikononi mwa Mama Maria aliye malkia wa mitume na mfano wa wote wenye kumtumainia Mungu hata katika mateso yao. Tunakumbuka Mama Maria aliyabeba machungu katika kina cha moyo wake wakati akifuata Yesu, kufuata Yesu katika utume wake hadi pale msalabani.
tunamwomba sasa ampokee Padre Arnold Ngole na amfikishe kwenye makao ya milele aliyotamani akiwa hapa duniani. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele mpe Bwana. Roho ya marehemu Padre Arnold Ngole na roho za marehemu wote wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani.